Hali ya utulivu bado haijarejea kikamilifu katika mpaka wa kaunti za Kitui na Garissa, huku mzozo kati ya jamii mbili jirani ukiendelea kutokota na kuathiri shughuli za usafiri na biashara. Barabara ya Mwingi kuelekea Garissa inaendelea kuwa tete kwa siku ya 3 mfululizo, hali ambayo imesababisha kufungwa kwa barabara hiyo muhimu. Abiria kadhaa bado wamekwama katika vituo vya mabasi jijini Nairobi na Garissa baada ya wahudumu wa usafiri kusitisha huduma zao kwa hofu ya usalama, kama anavyotuarifu sasa Ben Kirui. Kituo cha polisi cha Mwingi kiligeuka makazi ya muda kwa jamii ya wafugaji kutoka kaunti jirani ya Garissa. Hali ilipogeuka tete mjini Mwingi siku ya Jumatano, wengi wao ambao wanaendesha biashara mjini Mwingi wakikimbilia usalama wao katika kituo hiki cha polisi. Baadhi waliacha nyuma mali yao ambayo iliporwa na maduka yao kuharibiwa baada ya vurugu zilizozuka siku ya Jumatano. Na serikali pia kidogo ametukanyaga kidogo, ni hatujapata security vizuri, na mali yetu yote yameenda na watoto wako hapa na kuna mtu ako na tatizo. Watu karibu zaidi ya 200 wako hapa. So tunaomba hata mali yetu yote tumetoa jiko hapa. Ile mebaki zote tumetoa kwa duka. Duka liporo ni 7. Biashara yetu zote zimeenda. Na hapa hatufanyi kitu kingine, tunafanya tu biashara. Biashara zimeporwa, duka vimeporwa. Usiku kucha na mchana kutwa Alhamisi, wafanyabiashara hawa walisalia katika kituo cha Mwingi wasijue la kufanya. Tuko katika nyumbani. OCS pia ametufukuza hapo ndani, amesema turudi kwetu. Sasa hatuna sehemu ya kurudi, kwa hivyo serikali tusaidieni. Mzozo huu baina ya jamii mbili umesababisha kufungwa kwa barabara ya Mwingi Garissa na kuathiri pakubwa shughuli za usafiri. Kwa siku 3 wasafiri wamesalia kukwama katika vituo vya mabasi vya Nairobi na Garissa. Salma Said na Amy Jelagat wanalala katika kituo hiki cha mabasi eneo la Eastleigh kwa usiku wa 4 leo. Tumelala hapa nje bado. Hakuna msaada wote tumeona leo. Pia tumeambiwa barabara bado imefungwa. Hatuna pa kuenda, hata leo itabidi tulale hapa tu. Baridi tushike. Tukaambiwa leo asubuhi huenda tukatoka hiyo saa 1, lakini saa 1 imefika bado tuko hapa. Tunaambiwa hata imefungwa kabisa. Tumelala, msalani unalipia, chakula unalipia, alafu na hiyo pesa hauna. Baadhi ya waliokwama ni walimu na wauguzi ambao wanatarajiwa kazini, ila hakuna dalili za kuondoka. Sasa mimi nashangaa serikali iko wapi, na sisi tunafanya kazi ya serikali. Mimi ni mwalimu, watoto wananingoja niende niwafunze, lakini shida ni kusafiri. Nimekuwa hapa hivi tangu asubuhi. Nimekuwa kwa conference, nikarudi, tulifaa kurudi kazi leo. Nimeshindwa kurudi, pia nilikuwa nafaa kupatikana pale kwa sababu kuna mtihani yenye tunafanya na nimeshindwa kurudi. Idara ya usalama imeanza kuchukua hatua ya kusindikiza baadhi ya magari ambayo yanaelekea na kutoka Garissa. Kwa sasa mamia ya wasafiri wanahangaika wakitumai mikutano ya viongozi wa pande zote mbili italeta suluhu ya haraka. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.